Kwanza nianze maneno yangu kwa kumshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii sio sisi bali ni matashi yake Mwenyezi Mungu na taufiki yake na mapenzi yake kwetu. Kuna mambo mengi tungeweza kuwa tuko huko sasa hivi, lakini hapana, ametukhitaria sisi tukusanyike kwa ajili ya neno lake. Tunapozungumza Qur'ani, tunazungumza maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ametuchagua hapa tuzungumze naye. Hivi tunavyosikia watoto wanasoma, maana yake tunamsikia Mungu mubasharatan, moja kwa moja. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kutuwezesha hili, lakini pia shukrani zangu za dhati zingine nizipeleke kwa Mheshimiwa Jafo. Mimi ni katika watu ambao kwamba singojei watu wafe ni wasifie. Ile kidogo naona ndani yake kama kuna woga au kutojiamini au unafiki kwa mbali. Raha ya mtu msifie mwenyewe asikie. Lakini ukingojea kafa unaongea na jeneza na watu waliokuwa hai. Mimi nakusifia sana kwa nafasi uliokuwa nayo, achilia mbali wingi wa majukumu, lakini utofauti tu wa daraja baina ya wewe na watu. Wewe ni mbunge, wewe ni waziri, tena wa siku nyingi. Mara nyingi mimi nawaona watu kama hawa, mambo haya hawana haja nayo tena. Na sote sisi ni mashahidi. Na ukimpigia simu wewe mtu wa Qur'ani, basi anaona balaa linakuja na anakutafutia jina. Lakini mheshimiwa, wewe ni mtu wa kipekee. Ni mtu wa kipekee. Sasa ni miaka 10 umeng'ang'ana katika jambo hili. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri na akuongezee hima. Na mimi nakufuatilia sana katika kazi zako, na iona ule userious wako katika mambo kama haya. Huwa najiuliza unapata nafasi wakati gani kukutana na Sheikh Haruna mkawa mnazungumza mambo kama haya, tena maneno ya ndani kabisa kufikia kuandaa jambo kubwa kama hili. Na hakika hii ni picha tu, lakini ukweli na uwasilia uko katika nafsi yako na kifua chako katika yale unayofanya. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Shukrani zangu zingine kwa Bwana Haruna, mwenyekiti wetu. Naona katoka kidogo. Alhamdulillah, katika vitu nilivyovishuhudia hapa nimekutana na kitokwa na machozi. Jamani, machozi haya sio machozi ya huzuni, ni machozi ya furaha. Machozi ya furaha, kwa sababu unafika pahala mtu furaha inakuzidi unalia. Na kwa nini analia Sheikh Harun? Yeye ameisoma Qur'ani, ameona mle ndani malipo ya watu wanaoshughulika na Qur'ani. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Mwenyezi Mungu katika aya hii ambayo wanachuoni wote mnaijua mliokuwepo hapa, anaelezea makundi mawili ya watu ambao wameipigania dini hii. Akasema kundi moja watu walikufa, lakini wengine wanasubiri zamu yao ya kufa, lakini hali yao sio nzuri ya kumuonekano, time zote wanalia. Lakini kasema mbele, liyajiziyahumullahu ahsana ma amilu, ili apate kuwalipa zuri zaidi kuliko walofanya. Kwa machozi yale yanafurahikia kizuri zaidi atakacholipa kuliko tabu anazozipata katika kufanya kazi ya Qur'ani. Niseme tu mimi vile pia ni mwalimu kwa miaka mingi sasa, nasomesha Qur'ani. Hakika nazijua tabu zinazopatikana katika Qur'ani, susubiri mtu anihadithie, kwa sababu mkava muhanga na mimi ni mmoja wa kazi hizo. Tunakutana na tabu nyingi sana, misukosuko, shida, sapoti yetu ndogo, na sisi wenyewe ni wachache. Kusema ukweli, hapa kwenye uchache ndo kubaya zaidi. Mmoja katika wasemaji anasema, walau anna alfabanin khalfahum hadimun kafa fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimin. Alianzia mbali, mata yablughul bunyanu tamamahu idha kana tabni wa ba'dhuhum yahdimu, mpaka akafikia kusema hayo maneno ninayoyataka mimi. Anasema, nisikilizeni vizuri kidogo hapa. Anasema lau wanapatikana watu 1000 ambao kusudio lao ni kujenga jengo kama hili ambalo sisi tuko ndani yake, au ukuta tu, wao wanajenga, idadi yao ni 1000, lakini nyuma yao kuna mtu mmoja tu
yeye kazi yake kulivunja lile jengo. Anasema huyu mmoja huyu anatosha kabisa kuharibia mpango wa kujenga wale, halitosimama lile jengo. Pamoja kwamba wao wako 1000 na mjenzi huyu na mbomoaji ni mmoja, wao wanajenga, wakiondoka yeye anakuja kuvunja. Anasema ili jengo alitosimama huyu mmoja huyu inatosha sana kuharibu plani ya ujenzi. Kisha akauliza, sasa itakuwaje ikiwa mjenzi ni mmoja, wabomoaji ni 1000? Na ndio hali tuliokuwa nayo hivi sasa. Wajenzi wa hali yetu hii ni wachache, lakini wabomoaji ni wengi. Manake tafsiri ya wazi kwa wazi, tunapambana na hali ngumu sana. Sheikh Haruna, lia, simama, anguka, lakini usitoke katika jambo hili, lisimamie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wewe. Baada ya shukrani hizo, niseme neno tu. Nimefurahishwa na mashindano haya yana miaka 10, na tulimsikia hapa Sheikh Haruna alipokuja, yeye kazungumza kwamba tunatoka mbali tukiwa na mlezi wetu Mheshimiwa Jafo. Tulianzia kukaa chini hivi na hivi, sasa tunapata msikiti wetu miaka 10. Waislamu na wote tulikuwa katika holi hili ndivyo ilivyo. Hakuna kitu kinachosimama kwa siku moja, hakipo. Miaka 10 pia inaweza ikawa ni midogo sana ili kusimamisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye tunasema ndio mtume aliyofanya kazi kwa muda mfupi zaidi kuliko wote, yeye amefanya kazi ya utume miaka 23. Miaka 23, miaka 13 kaifanya kazi ile Maka na haikumachua. Miaka 13 ya Maka ilipita bure, hakupata chochote, alipata watu wachache sana, mpaka Mungu akamwambia hapa, ondoka hapa huwezi kufanikiwa. Akahamia Madina. Kumbuka mtume anaondoka Maka, hakuna swaumu, hakuna hija, hakuna zaka. Zile nguzo zote 5 za Uislamu zile hazikuja wakati wa Maka. Ilikuwa swala peke yake, na ilikuja kwa vishindo. Alivyotoka Isra kuambia watu waje kuswali, walicheka wote na uongo mkubwa ule. Kwa hiyo akawa kiswali watu wachache sana. Akaambiwa hapa ondoka, akatafute mji mwingine, akapelekwa Madina. Madina nako alikaa miaka 10. Miaka 10. Kwa hiyo 13 ya bure ya Maka na miaka 10 ya Madina, ambapo ndo kule tena mwaka wa pili ikaja swaumu hii ambayo tuko nayo. Mwaka wa kwanza ilikuwa watu wa kufunga, mwaka wa pili ikaja swaumu. Na ndio maana unasikia mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa amepata swaumu 9 tu, kwa sababu swaumu ilikuja mwaka wa pili. Rudi katika historia. Lakini hata hija ilikuja mwaka wa 6. Habari nyingine inasema hija ilikuja mwaka wa 9. Mwaka mmoja akafa. Hija ilikuja mwisho kabisa huko. Kwa maana hiyo miaka 10, miaka 15, miaka 2, lazima tuambiane ukweli, katika kusimamisha kitu cha msingi bado tuna struggle. Lazima tupambane kidogo. Kwa hiyo lakini nawapongeza. Hata Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, wa rabbukumul ladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyam. Na ziko aya hizo nyingi sana. Mungu anasema yeye ameumba mbingu kwa siku 6. Mungu siku 6 za nini yeye na uwezo aliokuwa nao? Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenye anasema katika Qur'ani, akitaka jambo lake analiambia tu kun, linakuwa. Lakini anatuambia mbingu na ardhi ameziumba kwa siku 6. Hakuhitaji siku 6 yeye kama yeye, lakini amehitaji siku 6 kutufundisha sisi kwamba jambo la maana lazima upate muda katika kulifanya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri na aendelee kuwakomaza, na insha Allah mambo haya yatasimama. Mwaka 10 huu tujipigie hesabu tulikuwepo wapi,
tuko wapi, lakini bado tuna jukumu la kuangalia tunakwenda wapi. Leo tunaye mzee wetu Sheikh Kaporo, nadhani ana miaka karibu mingapi sijui 30, miaka 30. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akulipe kila kheri. Na bado atakwambia bado hapa, bado pale, bado. Inshallah twendeni kila mmoja afanye kazi kwa kiasi chake. Hii nimekusudia kwamba tusije tukakata tamaa katika mambo yetu kwa kuangalia huu muda ulikuwa mwingi, bali tutizame muda kwa sababu ya kama alivyosema mtu mmoja, usihesabu umri wako kwa miaka, hesabu umri wako kwa matukio ya mafanikio. Yale masala kusema mimi na miaka 60 mkubwa sana, sisi hatukupimi miaka 60 kwa ukubwa wa namba, tunataka tukupime miaka 60 kwa matukio yaliyofanikiwa ndani ya miaka 60. Basi angalau hata mitatu kwamba wewe mtu mkubwa, hili umelifanikisha ndani ya miaka 60, wewe mtu muhimu sana. Masala kusema mimi mkubwa wenu na miaka 100 huna ulichokifanya, sisi hatukuzingatii. Tunataka miaka 100 yenye matukio yaliyofanikiwa 100. Mwenyezi Mungu atufikishe huko. Na haya ni mambo yetu sisi watu wa Qur'ani. Nimalizie hilo. Nuhu alayhi salam. Nuhu alayhi salam yeye ndio nabii alioishi miaka mingi kuliko nabii yoyote. Qur'ani inasema ameishi miaka mingapi? Qur'ani Nuhu inamtangaza ameishi miaka mingapi? Au tusome sisi watu wa Qur'ani hapa. Ameishi jazakallah. Hapa inaonekana nimemgusa kidogo. Jazakallah khair. Asante. Ameishi miaka 950 Nuhu alayhi salam. Miaka 950 ndio inavyotaja Qur'ani. Nikupe faida, rudi katika vitabu vya tafsiri. Jamani, miaka 950 iliyotajwa katika Qur'ani sio umri wake, bali ni miaka ya kazi. Rudi vizuri, kasome kitabu kama cha An-Nubuwwah wal Anbiya cha Imam Muhammad Ali Sabuni. Anakwambia ile miaka 950 ni sawa ni miaka ile 23 ya mtume, ambapo yeye kaishi miaka 63, katika 63 23 kafanya kazi. Na Nuhu miaka 950 ni miaka ya kutangaza da'wa, lakini umri wake wote ni miaka 1380. Miaka 1380 ndio ameishi duniani. Miaka 950 maana akiwa na umri wa miaka 100 na kitu hakuwa mtume. Alivyofika huko ndo akapata utume, akaishi miaka 950 hali ya kuwa anatembea viungani, mitaani, viwanjani kuwatangazia watu semeni la ilaha illa Allah. Sasa cha ajabu, bwana huyu wa miaka 950 amepata watu 6 tu. Rudi katika Qur'an. Sasa utasema mkubwa wa namba, lakini si mkubwa kwa kazi. Sijui kama naeleweka vizuri. Twendeni tukajipime ukubwa wetu kwa mafanikio ya yale tuliyoyafanya ndani ya mipango tuliyokusudia ndani ya miaka aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unamaliza kufanya kazi, unastaafu ukiwa na miaka 60, sawa? Miaka 60 umepata nini na nini? Kama ni 0, wewe sawa na hujazaliwa tu. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri. Kila tunavyokuwa tuongeze matukio ya mafanikio. Lingine ambalo litakuwa la mwisho, sasa tunataka kuangalia matokeo ya watoto wetu. Niseme tu, na nimemsikia ndugu yangu Sheikh Adam mwenye pingu aliligusia, alivyokuja Sheikh Kaporo naye kaligusia, na si vibaya na mimi nikapiga raba stamp hapo. Qur'ani ni amani. Tuilinde amani kuhusiana na kauli mbiu. Qur'ani ni amani hakika. Na Shenda Uga amekuja kusoma hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi walahu qutu yaumihi kaannama hizat lahu dunya biasriha au bihadhafiriha. Maneno sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu akiamka asubuhi ana amani katika mambo yake yote, ana amani ya kutosha, lakini mzima, afya yake imeimarika, na anao angalau mkate wake wa siku ile
huyu ndo tunasema mwenye amani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaja hii Qur'ani iliyotukusanya hapa kama anavyosema katika suratu Ash-Shura, wa kadhalika auhaina ruham min amrina ma kunta ma tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadi. Ya subhanallah, katika aya ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameielezea na kupiga picha Qur'ani ni kitu gani, na watu wote tuikimbilie ni aya hii. Ameita Qur'ani ni roho. Roho, na sote tunajua nafasi ya roho katika maisha yetu. Bila ya roho hamna mtu. Na ndio maana hata tukienda pale Masjidi Maamuru tunaposwalia sana maiti zetu, watu wa Dar es Salaam, unafika pala tunauliza mwili wa marehemu utakuja saa ngapi? Kwa nini tunautema mwili wa marehemu? Kwani marehemu ndio nani? Marehemu kumbe ndio ile roho. Ya khadim al-jismi kam tas'a li khidmatihi atatlubu ar-ribha fi ma fihi khusranu inhad ila ar-ruhi wastakmil fadailahu fa innaka bir-ruhi la bil-jismi insanu. Mmoja alisema neno hayo kwamba sisi bila roho hatuwezi kuwa chochote. Jamani, tulikuwepo hapa na tunawaomba watu wa vyombo vya habari mtufikishie roho ya mwanadamu ni hichi kitabu kilichosomwa hapa na watoto wetu, na tumewasikia. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Hapa Mwenyezi Mungu anaelezea Qur'ani. Anasema Qur'ani ndio roho na imekuja kufanya kazi moja tunayo, ni kuongoza. Mtu mmoja juzi kaniuliza mimi, Walidi wewe mimi nakujua sana, tumesoma wote Uhuru Mchanganyiko. Kwa faida mimi jamani, primary nimesoma Uhuru Mchanganyiko. Tukisema Uhuru Mchanganyiko inajulikana, sijui kwa watu wapya, lakini tangu zamani ukisikia shule huyu anasoma Uhuru Mchanganyiko maana yake ni yule mtoto mtukutu alioshindikana. Ndio hivyo. Sasa pale nenda kuchanganywa pale na watu mchanganyiko. Kuna walemavu wa macho, walemavu wa masikio, matahira, na wewe unakuwa humo. Mimi nimepiga pale miaka 7. Ndio wewe, na huyo alikuja ndio nasema ndio mimi. Hata juzi Sheikh Swale na mgeni rasmi alikuja mtu msikiti wa Kichangani. Pamoja na nafasi hii mimi bado naswalisha Kichangani, na bado imamu mkuu anaendelea kunipa heshima. Ilikuja harusi pale. Sasa mmoja katika watu waliosindikiza harusi hajaniona siku nyingi sana, miaka mingi, tangu miaka 80 tumemaliza kule Uhuru. Sasa akapiga macho akatizama hivi akaniona, na mimi kule zamani walikuwa nita Walidi macho manene. Sio macho manene huyu. Mimi nikamstukia yule kwamba huyu fulani huyu anatokea Buguruni, lakini mimi nikachuna kidogo. Akaja pale akanambia, bwana macho yangu. Nikamwambia ndo mimi macho manene, lakini hapa usiteme jina hilo, lishakufa. Tumsalimu Mtume Muhammad. Unajua kwa nini nikashangaa hivyo vituko vile? Ndo huyu. Nikaambia ndo huyu, ndo mimi. Sasa ndo shehe hapa miaka chungu mzima, lakini ndo shehe wa mkoa. Siri Qur'ani, Qur'ani tu, lakini sio kusoma mchanganyiko. Mimi nimezaliwa Magomeni Mapipa bondeni huko. Kule wananambia zamani hata wazungu wakati wa mkoloni akikimbilia Mwafrika kule hawamfuati, alokimbia kodi hawamfuati kwa sababu alikuwa arudi. Mimi ndo nimezaliwa huko. Lakini jamani ndo mimi. Mgeni rasmi nipe muda tunamaliza kidogo. Juzi walikuja watu katika markazi yangu pale kunihoji hivi kuhusiana na wale watoto naokaa nao pale kuwafundisha. Maswali mengi sana, lakini swali moja amazing sana waliniuliza, nalo ndio lilikuwa la mwisho. Waliniuliza,
mwisho yote hawa vijana unaokaa nao hapa nini? Nikamwambia watakuwa kama mimi, watakuwa kama mimi, na watoto pale kama 130 sasa hivi washafika, naishi nao. Sheikh Harun akaja kunitembelea juzi, nikamwambia hawa watoto hawa wakishaondoka hapa watakuwa kama mimi. Nikamuuliza, wewe una miaka mingapi? Unanijua? Sio zamani sana, lakini tangu miaka ya 90. Nikamwambia okay, ushasikia nimempiga kabali mtu mimi? Sijasikia. Je, kumtukana? Sijasikia. Kumbeza? Naambia hapa nimekaa kwa hii Qur'ani na watayarisha wakina Walidi wengi ili kupunguza kundi kubwa la panyarodi, kundi kubwa la mashoga, kundi kubwa la walevi, kundi kubwa la watu wanaoisumbua serikali, ambayo serikali inatengeneza miundombinu, barabara zimekamilika, siku ya kufungua siku ya pili watu wanakuja kuiba mifuniko ya drainage, wanakata nyaya za miundombinu. Mimi nakaa hapa ili kuondosha tabu hiyo, na isaidia serikali na jamii kwa kupitia Qur'ani, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa kadhalika auhaina ruhan, na watia watu roho. Nikammalizia, na hapa mimi namalizia. Mtu mmoja alikutwa akakaa chini kama mzee Haruna vile, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri, anafundisha watoto, anahifadhisha Qur'ani, lakini ana tabu zake. Ukifika wakati wa kula hana hela anawaomba watu, jamani. Bwana mmoja akachoka, akaambia basi wewe ufanye kazi, kazi ni hiyo tu bwana, wenzio wanafanya kazi, wanajenga huko majumba, wanajenga. Alisema hivi, aliwajibu, na mimi nakufundisha mzee Haruna na walimu wenzangu hapa, akasema abnil quluba wa ghairi yabnil qura wa shattanan baina alqulubi wa rijal. Sasa mimi nimekaa hapa, kazi yangu nafinyanga na naunda na kujenga roho za watu wenzangu. Nimewapa jukumu la kujenga majumba na barabara, lakini mimi nawatengenezea watu watakaoweza kuishi katika hayo majumba. Bila ya mimi hapa, hayo majumba yatakaliwa na nyani, japokuwa amepiga suti, lakini nyani kavaa suti, kwa sababu bila ya kuutengeza moyo wake kwa kumjaza Qur'ani huyu mle ndani, akasoma habari za Musa, akasoma habari za Harun, akasoma habari za Maryam na mwanawe Isa ibn Maryam, Jesus Christ. Bila ya kuwasoma watu wale, mtu akitoka hapa hata kama kavaa suti na crown juu, ukamkabidhi vya kumkabidhi, bado utakuwa umemkabidhi nyani nyumba. Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri, atujalie kila la kheri. Miaka 10, lakini tukae humu mpaka baada ya miaka 20 tupate kuona kazi tuliyokusudia. Nirudie kukushukuru sana mgeni rasmi, kukuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mzee Haruna kakaangu, na wote tunaofanya kazi hii. Mwenye mkuu wa wilaya nilikutaja sana mimi, jamani bwana, kipenzi changu sana. Nimemuuliza tu pale sasa hivi, wewe unalala? Akasema sijalala hata kidogo. Nikamwambia usitake kulala wewe, utaenda kulala kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama alaina ila albalagh mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, wal afwa minkum.